Karibu tena mtazamaji, kama nilivyokuwa nimekuahidi hapo awali, kumbuka kwamba chama cha waigizaji nchini Kenya Actors Guild KAG kikishirikiana pamoja na Cape Media inafanya hafla maalum jijini Nairobi. Hafla hii imewaleta pamoja waigizaji walioteuliwa katika kategoria za uigizaji mwaka huu, mwaka 2026, ikiwa ni awamu ya 14 ya Kalasha Film and TV Awards, pamoja na washikadau muhimu katika sekta ya ubunifu. Na bila shaka hapa studioni ninaye Olwal Dickens ambaye ni mkurugenzi chama cha waigizaji Kenya, na ambapo upande wa pili kupitia njia ya mtandao tunaye Timothy Owase ambaye ni afisa mkuu mtendaji tume ya filamu nchini. Karibu sana Timothy Owase katika mjadala wa siku ya leo. Asante sana, nashukuru. Naam, na asante sana. Karibu sana Olwal Dickens katika mazungumzo haya kuhusiana na Kalasha Awards. Imekuwa ikivuma sana pale kwenye mitandao ya kijamii, na ningependa kwanza kabisa nisikilize kutoka kwa Timothy Owase ambaye ni afisa mkuu mtendaji, kabla sijarejea kwako Olwal Dickens, kuhusiana na tamasha hizi ambazo zitakuwa zinafanyika. Je, Timothy, waigizaji watarajie nini katika awamu hii ya 14 ya Kalasha? Kwanza kabisa nachukua fursa hii kukushukuru kwa kunipatia nafasi hii kuwaongelesha wale wote ambao wanatarajia kujumuika na sisi wiki ijayo katika hafla ya Kalasha. Kalasha tunafungua milango hapo Jumanne hadi tarehe 2 mwezi wa 5, ambapo tutakuwa na kongamano la mauzo, exhibition, conferences na vitu kadhaa pale KICC. Kwa hivyo yule yote ambaye anatarajia, wanafunzi, wafanyabiashara na Wakenya wote kwa ujumla, wako na nafasi ya kuja pale KICC ili wajumuike na sisi tuweze kufanya biashara ya sinema pamoja. Naam, na kando na hayo, je, kutakuwa na labda maswala mengine ambayo yatakuwa yanafanyika pale katika tamasha hizo? Katika tamasha la Kalasha kuna vitengo vitatu. Tengo la kwanza kabisa ni soko. Hili ni soko la wanasinema ambapo utakuja uweze kufanya biashara na pia uweze kupata nafasi ya kujumuika, kukutana na wale wote ambao watakuwa washikadau ambao watakuwa wamekuja pale kutoka serikalini, wanasinema kutoka East African Community na wengine kutoka sehemu mbalimbali za Ulaya na Afrika kwa ujumla. Kisha tuko na festival ambapo tutakuwa na maonyesho ya filamu kutoka sehemu mbalimbali, zingine ambazo zimetengenezwa na Wakenya na zingine kutoka nchi tofauti pia. Na hii itakuwa inafanyika katika Anga Cinema, Allion na sinema zingine zote mjini Nairobi. Kisha tarehe 2 mwezi wa 5 tutaweka chini red carpet, ambapo tunatarajia kuwafasi wale wote ambao watakuwa washindi katika Kalasha mwaka huu. Kumbuka kwamba Kalasha imekuwa teenager. Tunasherehekea mwaka wa 14 tangu tuanze Kalasha Entertainment. Naam, asante sana Timothy Owase kwa kutufungulia jamvi ya mjadala huu. Ningependa kurejea kwake Olwal Dickens. Kuna waigizaji 45 ambao tayari wameteuliwa katika 14th edition. Baadhi ya waigizaji mashuhuri ambao wameteuliwa ni pamoja na kuna yule ambaye anafahamika kama Njoro wa Uba, jina ya uigizaji. Kuna Kevin Maina na ambaye ni wa Singles kiasi, na kwa upande wa kinadada pia tunaye Sinaipei Tande na kuna Foi Wambui. Hawa ni waigizaji ambao wanafahamika sana na Wakenya humu nje. Miongoni mwa wale ambao kwenye orodha walioteuliwa kuna wasanii chipukizi ambao pia tunatumai wapo katika orodha hiyo ya watu 45. Ujumbe wako ni upi kwa wale ambao wanachipuka? Naam, asante sana. Naam. Mwanzo kabisa ni kweli kwamba waigizaji wengi wameteuliwa mwaka huu, na ni kuwapongeza tu kwa kazi ambazo wameweza kufanya mwaka uliopita, ukaweza kuwa guarantee kukuwa nominated. Wasanii ambao wanachipuka, kwanza kabisa ningesema watie bidii. Our industry ina grow na ina evolve.
na inaendelea kuwa accommodative. Nafurahia sana kwamba Kalasha ili introduce a category on digital content creation. Hiyo pia ni category ambayo wengi kabisa wanafaa kutazamia. Ya pili ni kwamba tukiweza kufanya kazi pamoja kwenye industry hii yetu, ambao wanachipuka na hata wale ambao tayari their brands ziko steady, tunafanya kazi pamoja kwenye hizi set za filamu. Kwa hivyo tukiweza kufanya kazi pamoja, kufunzana, kuelimishana, kusaidiana, kukuzana, yote kabisa, yule ambaye anachipuka hatimaye mwaka mmoja baada ya huu, utaona kweli ameweza kuwa a big brand or an established brand. Na hilo ndio jambo napendea our industry. Time is not really a constraining factor. Leo uko hapa, pengine unachipuka, uko na pale mtandaoni pengine wafuasi wako 400, kidogo tu baada ya miezi kidogo unao 10,000, unao 1,100, na makazi pia unaendelea kupata. So the more you put in good work, una improve in terms of your skills, inasaidia sana. So kwa wasanii ambao wanachipuka, tutie bidii. Tupo wengi. Nitakuwa narejea na hilo swala kuhusiana na digital space, ambayo kwa sasa tumeona wasanii wengi wanapata numbers mingi zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Na sijui kama wako pale kwenye hiyo orodha. Na ningependa pia kusikiliza kutoka kwake Timothy. Timothy, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, kwa hawa 45 ambao tayari wameteuliwa, wale waigizaji 45 ambao tayari wameteuliwa, tukiangazia process ama mchakato wa kuweza kuwateua, unahisi ni nini hasa ambayo iliangaziwa katika kuwateua wale 45 katika tamasha? Ili kujikuta katika orodha ya wale 45 ambao kulikuwa na mchakato wa ile timu ambayo inaitwa jury, ambao waliketi wakapitia video zote ambazo zilikuwa zimetumwa katika mtandao wa Kenya Film Commission, na wakaweza kupata kwamba wale wamehitimu kupitia zile vitu ambazo jury walikuwa wanaangalia, ndio waliweza kupata nafasi ya kufika pale wakifika. Na sisi kama Kenya Film Commission ni kuhamasisha tu wananchi kwamba tukiongea mambo ya story ni kwamba ama hadithi ambazo zinakuja kwa filamu, kwa muziki ama kwa mtandao, kwa njia nyingine yote, ni kwamba hii ni biashara kubwa, na tunahimizia Wakenya wote kwamba wachukue nafasi hii, tushikane mikono pamoja ili tuweze kusherehekea wale wote ambao wanashinda, na pia tukuze biashara ya sinema. Kwa hivyo siku ya Jumamosi tarehe 2 tutakapokuwa tunapeana zile zawadi za kushinda pale Kalasha, ni kwamba nia yetu kuu si kushinda tu peke yake, bali ni kuhimiza wananchi kwamba uko na nafasi bora ya kuboresha uchumi wetu kupitia mambo ya sanaa. Kwa hivyo tushikane mikono ili tuweze kufanya pamoja. Na tume la shirika la filamu la Kenya ambalo ninaongoza linasema kwamba nyinyi wote mko na hiyo nafasi, na tuweze kufanya hivyo tukitarajia kwamba nia kuu ya kuwa na utamaduni ama kufanya content creation ni kujihitimu ili uweze kufanya kazi nzuri ambayo kila mtu anaweza kufurahia na iweze kupatia kitu mfukoni. Kwa hivyo tuangalie haya tutenda zaidi. Naam, asante sana Timothy Owase. Pia nina swali lingine ambalo umetaja hapo, kuwahimiza wananchi kuweza kusupport content ya Kenya. Unahisi changamoto imekuwa wapi katika Wakenya kuweza kuwasaidia wale wasanii wa humu nchini kuweza kukua zaidi? Na pia sijui mchango wako ni upi kuhusiana na runinga za humu nchini Kenya kuweza kuwapa kipaumbele hasa wale ambao ni waigizaji? Siwezi kusema kwamba kunayo changamoto, lakini kile tunayo ni nafasi.
Wasanii wote nataka kuwahimiza tu kwamba mko na nafasi bora sana wakati huu, fanya mambo makubwa. Mko na soko huru, soko kubwa, na si Kenya pekee yake, uko na soko Afrika mzima, Asia, Amerika na hata Europe. Kwa hivyo si kama zamani ungeweza kuja na filamu yako lazima ifuate taratibu fulani ndio kuweza kupeleka katika soko. Leo unaweza maliza shughuli yako leo mchana na uweze kulaunch ama kupremiere worldwide kwa sababu ya teknolojia. Kwa hivyo badala ya kuangalia kwamba ukiangalia katika soko hili la sanaa kwamba kuna shida, hakuna shida. Ile kitu iko ni kwamba wale ambao wanahusika watumie nafasi hii kuweza kujikuza na kuangalia ni kitu gani kizuri. Angalia, fuatilia utaratibu ambao unafaa. Kwa mfano, ukiweza kujua kwamba unatengeneza content ambayo ina target watu fulani, watengenezee ile content ambayo wanahitaji na ile ambayo inaweza kupatia malipo. Usipoangalia vitu fulani, na uangalie pia hii content ambayo unatoa ni content ambayo unaweza ona na watoto wako, ndugu zako, wazazi wako ama na marafiki zako. Isiwe content ile ambayo inakupatia jina chafu, ikuwe content ambayo mtu anaweza kutoa pesa zake. Asante. Naam, asante sana kwa kutupasha kwa undani zaidi Timothy Owase kuhusiana na mchakato wenyewe. Nitakuwa narejea na swali lingine Timothy, usiende mbali, lakini hebu tuwasikilize tu hawa waigizaji ambao tulikuwa tumefanya mahojiano nao katika tamasha hizi ambazo zinafanyika jijini Nairobi. This year to be better and to be more promising. By promising, that's a very heavy word. Let it be promising, let it be different like all the other years. Let's see where we're taking it to the next level. What is there for the creative industry? This is the season, this is the time for not just me, but for everybody to shine. Lucky charms, so the few of us who have been nominated for the first time, because now they're creating spaces for actors to sort of reinvent and even have that community. And so I think what's different in this edition is the community. Yeah. We're moving from the narratives from abroad and we're actually like embracing our own. And I also like appreciate what Cape Studios is also doing for us. We are actually moving to create more stories for us. And I feel that is how we are starting to embrace our own stories. Expecting more of support, more of growth, and more of blessing of the acting industry. Yeah, because this is my thing. I feel this is my passion and I want to grow more. Yeah. Naam, hao ni waigizaji tu ambao watakuwepo katika tamasha hizi ambazo zitakuwa zinafanyika hapa nchini. Nitakuwa narejea kwake Owal Dickens kuhusiana na lile swali la iwapo Wakenya wako tayari na wamekuwa wakiconsume content ya humu nchini na kuwapiga jeki hasa wasanii wa humu nchini. Naam, kweli kabisa. Content wa Kenya produced by... Nimeuliza vile kwa sababu kuna wakati Willy Paul alisema mkini support tutafika mbali. Ni kweli, mkitu support tu tutafika mbali. Na ni kweli, Wakenya, sisi kama Wakenya tuna consume our content. Ni kweli. Lakini tatizo ni moja tu, it's not consistent. Hatuna uzoefu wa kuconsume our own content. Content yetu kama Wakenya tunaiconsume as a by the way. Utapata kwamba sasa hivi nikiingia kwenye simu yangu ambayo dunia mzima ipo ndani, nitaingia pale kwenye Instagram, YouTube, Netflix ama popote na nitatafuta ama nitaanza tu kuscroll. Nikipata content ya Kenya ama ambayo imefanywa na Mkenya, nitaangalia na mbingine, nitacheka na nitaweka pale like ama nitaweka comment. Lakini hakuna hiyo uzoefu wa nikifungua simu yangu natafuta content ya Kenya. Na hapo ndipo nadhani sisi kama Wakenya tunafaa kujimudu. Kwa sababu ukiangalia nchi kama Nigeria, nchi kama South Africa, nchi kama hata Amerika, wengi wao nchi hizo wakienda kwenye masimu zao ama kwenye
their gadgets, they are very intentional wakitafuta content zao ambao wao ndio wameproduce. Ndio maana wakati mwingi ukiona numbers zao online, mtu ameweka content asubuhi, anazo many million views and likes and comments and all that. Wako very engaging and interactive. So kuuliza kama Wakenya tuna consume our content, yes we do, lakini si intentionally ama consistently. Hatuna huo uzoefu wa kuenda kwenye our gadgets na kutafuta content za Wakenya wenzetu ama content zetu. Yeah. Katika 14th edition hii ambayo inafanyika sasa hivi, safari imekuwa namna gani kuanzia edition 1 mpaka sasa hivi? Unahisi actors wamegrow nchini Kenya na wanakosa nini na nini hasa, na changamoto imekuwa ni wapi? Kweli kabisa kumekuwa na growth. Kama industry, jana tulipokutana kwenye dina mamkuli ya usiku, tukiwa pale na the nominated actors wa Kalasha, wale ambao wameteuliwa, tukiangalia pale ambapo tumetoka, wale ambao wamekuwa hata mbele yetu in terms of the industry, kweli wanasema tumetoka mbali na tumeweza kugrow. Ila sasa kama actors ama waigizaji, mambo ambayo tunafaa kuangalia, number one, sasa tuanze kuiangalia kama biashara. Na napenda sana CEO Timothy Owasi akisema kwamba sasa hivi soko ni kubwa, haujafungiwa kushughulikia Kenya peke yake. Sasa hivi unaweza fanya content yako, filamu yako, short ama feature film, na uirushe popote na dunia mzima inaiconsume. Sio kama hivyo awali. Kwa hivyo sasa tuanze kuangalia sanaa yetu kama biashara. Unanipata? No. Ya pili ni kwamba tuanze sasa kuangalia sanaa yetu na kazi yetu kama kazi ya kweli. Sio tu unajua talent ama passion. Tuanze kuiangalia sasa kama kazi. Kwa vile umekuja studio, umejivalia vizuri, umekuja kazi. Hivyo ndivyo hata sisi waigizaji nchini tunafaa kuangalia mambo yetu. Tukienda pale kwa set ni kazi, tunafaa kuiheshimu, tunafaa kujipanga vizuri, tunafaa kujua. Ndivyo hata tutaweza kukuza hii industry yetu tukiendelea. Ya tatu na labda ya mwisho ni kwamba tuweze kujimudu even in terms of financial literacy. Biashara nimesema, lakini mara mingi tukifanya projects kama wasanii, kisha miezi mingi baadaye unapata ulifanya project, probably ilikuwa TV series, cinema kwenye TV, ilikula miaka mingi sana, lakini kiisha baada ya miaka chache tena unapata umeishiwa. Kwa hivyo tukiweza kujimudu in terms of finances na tujibuild on that side, mabiashara kando nini, my investments hapa na pale, itatusaidia sana kuensure that hii craft yetu na hii industry yetu iko sustainable kabisa na inaweza kuinteract na other markets ama soko zingine zenye tuko nazo hapa internally nchini Kenya na hata globally. Naam, asante sana kwa kauli hiyo. Nitakuwa narejea na hili swala la ujio wa mtandao sasa hivi. Unahisi ujio wa mtandao umewapiga sana wasanii jeki? Na pia kuna hili swala la, sababu wasanii wengi ambao wanachipuka utapata labda hana quality camera. Hii imekuwa ni changamoto kwa wengi, na labda hili ni swala ambalo huenda kwa njia moja nyingine inachangia ile content kukua consumed. Sijui kauli yako ni ipi kuhusiana na hilo? Ujio wa mtandao digital. Inazo benefits zake na pia madhara zake. Mwanzo kabisa inamaanisha tulitoka sana mainstream, yani kwenye runinga kwa sana, na tukaingia digital space, social media space. Unaona? Kwa hivyo mara mingi sasa hivi ni rahisi sana mtu kuamka na aseme anataka kufanya filamu yake, short ama feature film, na aweze kuiweka pale kwenye YouTube. Unaona? Na YouTube na mitandao mengine nchini Kenya imeweza kupeana option ya kumonetize, yani mtu kuweza kupata shilingi zake 2-3 kutokana na content ambayo ana create. Changamoto ambayo hiyo inakuja nayo ni kwamba
Sasa tuna wengi sana wanataka kufanya content ambayo ni mzuri ndio, lakini sasa hiyo quality haiko regulated. Mtu yote leo hata nikiamka na sitaki nitaje brand yote ya simu lakini nikiamka nina simu yangu ni kabambe kabambe wajua na record siangalii quality, labda kwa hivyo mimi nachipuka kwanza, naanza tu nasema bora tu nimeshoot nitaomoka huko mbele. Kwa hivyo naishoot na naiweka. Consumers hawaangalii hivyo. Consumers wanaangalia jamaa content yake bado sio quality, huyo sitamwangalia. Ndio maana siku za usoni wakati ambapo umepata shilingi zako 2 umeweza kununua simu ama gadgets ambazo zinaweza peana quality mzuri, watu watakuja warudi baadaye waseme na huyu mtu content yake sasa inaanza ku make sense, wanarudi huko nyuma kuangalia. Lakini immediately kama quality yako na content yako iko safi inakuwa challenge. So changamoto na ujio wa mtandao ni inakuja na demands ya kwamba unafaa kuwa na quality gadgets na materials. Si lazima, lakini ili watu waweze kukufuata consistently, kwa sababu pia tumegundua ya kwamba consumers wa products na content zetu mara mingi wanataka sana kwanza quality. Akiangalia hiyo inakaa safi, wacha niangalie. Unaona? Before hata brand kuwe ina motivate. So ina demand wale content creators in terms of film ama any content wanajikakamua sana in terms of kutafuta hizi gadgets kuweza kurecord vizuri. Na pia imeshusha sana hata makazi. Sasa hivi unaona wengi hata nchini Kenya, na tunajua kwamba hata Showmax, one of the big streaming platforms Kenya, wameweza kurap up kidogo kwa kuwa biashara haiji sana. Na ni kwa nini? Pengine changamoto ni kwamba sisi kama wa Kenya ambao content zetu ziko kwenye Showmax hatuzioni pale Showmax kwa wingi. Kwa hivyo biashara haiendi Showmax sana kusustain hiyo business na unajua hiyo business ikikuwa sustained, wengi wameandikwa kazi. Mwigizaji ameandikwa kazi, director ameandikwa kazi, producer ameandikwa kazi. Kwa hivyo wengi wakienda wakiconsume content YouTube, wapi consumption iko distributed all over. Inamaanisha kuna pahali inaumia kidogo, na kwa hivyo inamaanisha actors ama waigizaji wetu wakikosa kazi pale, maybe ikiproduziwa Showmax, tutafuta namna creatively ya kutatua shida hiyo. Lakini sasa inamaanisha watu warudi sasa kufanya content creation YouTube, Instagram. Ni sawa ndio, lakini watalipwa kwa namna gani? So watalipwa namna gani inakuwa ni changamoto. Nitakuwa narejea na swali lingine la mwisho Owal, lakini wacha nisikilize kwake Timothy Owase ambaye ni afisa mkuu mtendaji Tume ya Filamu nchini. Timothy Owase, labda kauli yako ya mwisho kuhusiana na tamasha hizi ya Kalasha ni ipi, na ungependa kuwashinikiza wale waigizaji kuzingatia nini hasa tunapoelekea katika 5th edition baada ya 14th edition? Ningependa kuwahimiza wale wote ambao wanahusika katika mipangilio hii ya mambo ya sanaa kwamba sisi wote tuko na nafasi, hasa broadcasters. Ningependa kuwa challenge kidogo kwamba tuweze kukubalia producers waweze kutoa content na nyinyi muwe wana. Mkiwa kwamba mnakuwa producers, then mtakuwa mna compete na producers ambao mnafaa kununua content kutoka kwao. Kwa hivyo fanya ile market forces industry. Beyond that, Kenya Film Commission iko tayari kuwa mwenyeji wako kwa hii wiki ambayo inakuja. Ukuje tuungane pamoja tuweze kufanya yale yote ambayo yanahitajika ili tuweze kukuza sanaa na sinema kwa njia zote zile ambazo zitapatia manufaa ya kudumu katika nchi hii. Kutakuwa na policy makers, wafanyabiashara, wana sinema na Wakenya kwa ujumla. Kwa hivyo nyinyi wote nawakaribisha pale KICC, muje tufanye biashara ya content na tuweze kusemezana pia. Asante.
Asante sana Timothy Owase ambaye ni afisa mkuu mtendaji Tume ya Filamu nchini. Nikirejea hapa mwisho kumalizia, Wal Dickens ambaye ni mkurugenzi chama cha waigizaji Kenya, nchini Kenya. Kwa dakika ama sekunde 30 hivi, kuna swala ambalo ulikuwa umestress sana kuhusiana na financial issues. Kwa dakika sekunde 30, toa ujumbe moja kwa wale waigizaji. Kamera ni... Naam. Tumeweza kugundua kwamba biashara hii inaweza kumudu mtu kimaisha na kumkimu kimaisha, ila lazima tukue tumejipanga sisi kama waigizaji. As actors in the country, sio mara mingi tunapata kazi, lakini tukipata kazi hiyo kidogo ambayo tumepata, hata kama ni 1 month on set, 1 year on set ama 10 years on set, tuweze kujimudu financially, tuweze kusave, tukuwe na saving culture pale. Kenya Actors Guild kama community mzima ya actors, tunayo option ya actors kuweza kusave within sako, na tutaifungua hata soon enough. Kwa hivyo tuweze kubuild hiyo culture ya kusave na kujimudu financially. So ni hivyo tu, asante. Asante sana Wal Dickens ambaye ni mkurugenzi chama cha waigizaji. Shukrani za dhati kufika kwenye studio za TV47, na asante sana pia upande wa pili Timothy Owase ambaye ni afisa mkuu mtendaji Tume ya Filamu nchini. Kumbuka kwamba tamasha hizi itakuwa inafanyika hadi Aprili tarehe 2. Kwa hivyo mtazamaji, usiende mbali. Tarehe 2 Mei, kunradhi, usiende mbali mtazamaji, ikiwa imegonga saa 2 na dakika 22. Kufikia hapo mie sina la ziada, na tamatisha mjadala huu kwenye habari kwenye TV47 habari saa za jioni. Shukrani. "1900 games brought us here, but history doesn't care.